Ninaitwa Amani Golugwa, ni naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa masikitiko sana tupo katika maombolezo ya aliyekuwa muasisi wa chama chetu na mwenyekiti wa kwanza wa chama chetu, mzee wetu mpendwa wetu Edwin Mtei, na ambaye amefariki tarehe 19 usiku wa kuamkia tarehe 20, kama ambavyo tulitoa taarifa rasmi ya chama kuhusiana na msiba huu mzito mkubwa ambao umekuja katika wakati ambapo chama kilikuwa katika maadhimisho ya kuadhimisha miaka 33 toka chama hiki kilipopata usajili wa kudumu, kwa maana kwamba siku rasmi kabisa ya chama hiki kilipozaliwa. Na ni kwa bahati mbaya sana tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 1993 mzee Mtei alikipokea cheti kwa maana ya hati ya usajili wa kudumu wa Chadema. Kwa hivyo umauti umemkuta siku moja mbili kabla ya siku ya leo. Ni jambo la huzuni, lakini tunaendelea kufarijiana, tunaendelea kupeana pole kwa familia, watoto, ndugu mbalimbali na sisi wanachama na Watanzania wote. Maisha yake yalikuwa ya baraka kwa Watanzania wote. Historia yake imejaa mambo mengi yasiyo na kifani. Amekuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Kwa hivyo mambo mengi ya kimfumo tunayoyaona pamoja na kuboreshwa kiteknolojia yanatokana na yeye mwenyewe jinsi alivyoyaanzisha. Ni mbobevu, mwenye taaluma ya masuala ya uchumi. Hivyo mchango wake umekuwa na alama kubwa sana katika taifa hili. Mwaka 1992 yeye pamoja na wenzake waliona sababu ya kuanzisha chama cha siasa wakati wa harakati ya vuguvugu la mageuzi, mabadiliko na hitaji la nchi kuwa na vyama vingi. Kwa hivyo kwa uthubutu wa kipekee sana akaanzisha chama hiki ambacho leo tunajivunia chama kikuu cha siasa nchini. Nikubaliane nawe, mzee huyu ni mzee wa misimamo, misimamo isiyoyumbishwa. Ana kile anachokiamini kwa usahihi wake, basi amekuwa na rekodi hiyo katika utumishi wake mpaka hata alipo kiasisi chama hiki. Na wanachadema wenzangu watakubaliana nami kwenye usemi huu ambao aliupenda kusema mara nyingi: hakuna kulala mpaka kieleweke. Ndio usemi ambao amekuwa akiupenda sana. Sasa usemi huu maana yake ni nini? Hakuna kulala maana yake ni kwamba hakuna kukata tamaa, maana yake ni kwamba hakuna kurudi nyuma, maana yake ni kwamba hakuna kucompromise. Kwa hivyo misimamo yake ambayo kwa kipindi chake na utumishi wake kwenye chama ndio aliyoisababisha sasa ikasababisha kuwa na wanachama na viongozi wa kaliba ya namna yake. Na ndio maana unaiona Chadema na viongozi sisi na wengine wengi jinsi ambavyo tuko madhubuti na imara sana katika misimamo yetu. Kwa hivyo mzee ametuachia kijiti, yeye ameshaondoka, na moja ya jambo kubwa ambalo ni fahari kwetu ni kwamba nasi pia si watu wa kuyumbishwa. Chama chetu ni chama imara sana, na viongozi katika ngazi mbalimbali ni watu ambao tuna misimamo tunayoielewa ya haki ya kweli. Kwa hivyo tumepokea kijiti na Chadema imeendelea kuwa chama imara sana. Mheshimiwa Lissu katikati ya wiki huwa kuna utaratibu ambapo mawakili huwa wanakwenda kumtembelea gerezani Ukonga. Kwa hivyo tulimtuma mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu wakili Gaston Garubimbi. Atakwenda leo kuchukua ujumbe ambao bila shaka pengine siku ya kumbukizi kwa maana tarehe 23 tutausoma ujumbe maalum ambao
mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu atakuwa ameuandika maalum kwa ajili ya kumwomboleza na kukumbuka maisha ya mzee wetu. Kwa hivyo kwa ujumla niseme tu Chadema ni chama imara sana, kina viongozi walio madhubuti sana, hatuyumbishwi, misimamo yetu ni thabiti, na lile tunalolitaka ambalo ni la haki, ninyi ni mashahidi. Wenzetu wengi sana wametundika jezi, wenzetu wengi sana wamevua gloves, wenzetu wengi sana wamelegea, lakini sisi tumeendelea kuwa imara na misimamo yetu, kwa maana tunajua hitaji la nchi inahitaji nini, na kile ambacho tunaamini nchi inakihitaji tunakisimamia, na ndio maana Chadema bado inaendelea kuitwa chama kikuu cha siasa nchini. Mheshimiwa Katibu, tumeona wakati